Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Ikiwa leo ni siku ya 11 ya mfungo wetu wa siku 40. Leo tunaenda kwa prayer point ya Bwana kuturejeshea hali ya kufanikiwa. Mwaka huu tukarejeshewe hali ya kufanikiwa. Najua kuna watu ambao kuna namna fulani kufanikiwa kumeondolewa ndani yao, na kufanikiwa kukiondolewa ndani ya mtu, hawezi mtu huyo kufanikiwa, kwa sababu vyote vinaanzia rohoni. Tunaona Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya 6 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: je, si kwamba sina msaada ndani yangu, tena kwamba kufanikiwa kumeondolewa mbali nami. Kufanikiwa kumeondolewa mbali nami. Hali ya kufanikiwa imeondolewa. Kuna namna ambayo mtu anaweza akatengwa na hali ya kufanikiwa. Sasa unaweza ukaona ni namna gani mtu anaweza akaondolewa hali ya kufanikiwa. Unaweza ukajikuta labda kuna mtu anatafuta mtaji, lakini ile hali ya kufanikiwa kwake imeondolewa katika huo mtaji. Kuna mtu anatafuta ndoa kwa muda mrefu, lakini ile hali ya kufanikiwa katika ndoa imeondolewa ndani yake. Kuna mtu anatafuta mtoto ama uzao, lakini ile hali ya kufanikiwa ya kupata watoto imeondolewa ndani yake. Kuna mtu anatafuta amani katika maisha yake, ile hali ya kufanikiwa kupata amani imeondolewa ndani yake. Ninaomba kwa Mungu aliye hai ya kwamba hali ya kufanikiwa irejeshwe kwako siku ya leo. Tunapoenda kuanza mwaka huu, ikiwa huu ni mwezi wa kwanza kabisa, hali ya kufanikiwa irejeshwe ndani yako kwa jina la Yesu. Ninamwomba Bwana mafuta ya Roho wake yaachiliwe ndani yako. Yale mafuta yaende kurejesha hali ya kufanikiwa ndani yako, ili mahali ambapo umepelea, mahali ambapo haujakamilika, Bwana akaachilie mafuta ya kufanikiwa. Nataka niende mbele za Mungu sasa, nimwombe Bwana aachilie nguvu ya kufanikiwa. Maandiko yanaeleza ya kwamba tena kwamba kufanikiwa kumeondolewa mbali nami. Kufanikiwa kumeondolewa mbali nami. Unaona, Ayubu anaeleza kwamba kufanikiwa kumeondolewa ndani yake. Kufanikiwa kukiondolewa, utakutana na majanga ya kila namna. Unaona, hili linakuja na hili linakuja, mbona na hili linakuja. Unaona, Ayubu alipitia majanga ya maumivu, alipitia majanga, ni disaster ya mateso, lakini kwa kipindi kile si kwamba Mungu hakuwepo, si kwamba uwepo wa Bwana haukuwa juu yake, si kweli, lakini hali ya kufanikiwa ilikuwa imeondolewa ndani yake. Lakini ukisoma katika Ayubu mistari ya mwisho kabisa huku kwenye Ayubu 42, utaona ya kwamba Bwana alirejesha hali ya kufanikiwa kwa Ayubu. Maandiko yanaeleza ya kwamba huyo Ayubu alifanikiwa sana, akabarikiwa na kuwa na watoto wazuri, akafanikiwa sana. Biblia inasema watoto walirejeshwa. Hali ya kufanikiwa kwa Ayubu ilirejeshwa. Biblia inasema hakuna watoto waliozaliwa wazuri katika dunia hii kama wale watoto wa Ayubu waliozaliwa baada ya wale wa kwanza kufa. Anasema hao wengine waliozaliwa walikuwa wazuri sana. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu anarejesha kufanikiwa kwako, anaenda kukufanya uzae sana. Biblia inaeleza kwamba baraka za Ayubu, utajiri wa Ayubu ulikuwa maradufu kuliko ule wa kwanza, kwa sababu kipindi alipopoteza vile vitu vyote, hali ya kufanikiwa ilikuwa imeondolewa ndani yake, na ndio maana vilipotezwa. Yamkini hata wewe kuna vitu vimepotea kwa sababu hali ya kufanikiwa imeondolewa ndani yako. Lakini Bwana anaporejesha hali ya kufanikiwa, ni kama vile Ayubu alivyorejeshewa vitu vyake. Nami nasema kama Bwana wangu aishivyo, wewe ambaye hali ya kufanikiwa imeondolewa ndani yako kwenye kona fulani, Bwana akupe maradufu. Bwana
akupe neema. Bwana akupe urejesho wa mahali adui ameiba, wa mahali hali ya kufanikiwa imeondolewa. Bwana akupe neema. Mwaka huu nikafanikiwe. Nataka hilo neno uliseme, mwaka huu nikafanikiwe. Hali ya kutokufanikiwa iondolewe ndani yangu. Mwaka huu nikafanikiwe. Mwaka huu nikajenge nyumba nipate kuishi. Mwaka huu nikanunue gari nipate kuondokana na daladala. Mwaka huu nikapate kazi niondokane na kukaa bila kazi. Mwaka huu nikakue katika biashara yangu. Wewe ambaye hujaanzisha biashara, mwaka huu kaanzishe biashara. Yule ambaye biashara yake iko pale pale, Bwana akakupe kufanikiwa. Mwambie Mungu, mwaka huu nipe roho ya kufanikiwa. Ile hali ya kutokufanikiwa iondoke. Nataka mimi nikafanikiwe. Halafu utakapoenda kuongea maneno hayo, endelea kumwamini Bwana. Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Endelea kumwamini Bwana. Nataka pia ni watie moyo kwa shuhuda mbalimbali. Endelea kutuma shuhuda zako. Mungu akikugusa, shuhudia, kwa sababu kuna namna Mungu anaenda kukufanikisha. Kwa ukiona kuna namna Mungu amekufanikisha, usiache kushuhudia. Ruhusu shuhuda za maisha yako. Endelea kumshuhudia Bwana kwa yale mambo makubwa unayoyapata, si kwa ibada hii peke yake ya leo, hata kwa ibada mbalimbali, kwa matukio mbalimbali, kwa maombi mbalimbali yanayofanyika mahali hapa. Endelea kuachilia shuhuda zako mahali Bwana amekutendea, kwa sababu hali ya kufanikiwa inaenda kurejeshwa kwako. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunajiweka wakfu katika mfungo huu wa siku ya 11. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya wote waliofanikiwa kufunga. Roho Bwana, ninakushukuru hata kwa wale ambao hawajafanikiwa kufunga, lakini wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu prayer points zinazoendelea na kuachilia sadaka zao kwa ajili ya kujambatanisha na prayer point. Mungu aliye hai, ninaomba pia ukawaguse kwa mguso wako. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, roho ya kufanikiwa ndani ya watoto wako ikarejeshwe. Roho ya kufanikiwa iliyowekwa mbali nao, Mungu aliye hai, ninaomba urejesho wa roho ya kufanikiwa katika afya ya watoto wako. Ninaomba urejeshe roho ya kufanikiwa kwa mtoto wako huyu katika afya yake, kuanzia utosi wa kichwa chake hadi unyayo wa mguu wake. Roho ya kufanikiwa ikarejeshwe ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninaomba roho ya kufanikiwa ikarejeshwe kwa watoto wake, kwa nyumba yake. Wewe unayenisikia, roho ya kufanikiwa irejeshwe kwako katika jina la Yesu. Afya ikawepo katika nyumba yako. Malango yako mwaka huu yakatawaliwe na afya njema. Malango ya nyumba yako yakatawaliwe na afya njema kwa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba hali ya kufanikiwa ikakae katika lango la mtoto wako anayenisikia. Hiyo hali ya kufanikiwa ikakemee roho za magonjwa katika jina la Yesu. Hakutakuwa na taarifa za magonjwa yawahi yote kwa mtoto wako huyu, wala kwa nyumba yake na malango yake. Ninakemea roho za magonjwa, hazina mamlaka ya kuingia katika malango ya mtoto wako huyu. Ninazikemea roho za magonjwa, roho za mauti hazitapenya kwa namna yawahi yote. Nimeyafunga mauti, hayatasimama. Ninayang'oa na kuyaharibu. Ninaondoa roho ya mauti, ninaiharibu na kuirudisha kuzimu. Haitanyanyuka wala haitatoka kwenye milango ya kuzimu kutujilia wala kumjilia mtoto wako huyu, kwa jina la Yesu. Hali ya kufanikiwa ya uzima na afya na uhai ikawe katika malango yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hali ya kufanikiwa ikawe kwenye biashara yako unayoifanya. Hali ya kufanikiwa ikawe malangoni kwako kwenye ile biashara yako kwa jina la Yesu. Hali ya kufanikiwa ikalete wateja kwenye biashara yako, ikaite wateja, ikawe na nguvu ya kuleta wateja, upako wa kuleta wateja kupitia roho ya kufanikiwa inayokaa malangoni kwenye biashara yako. Hali ya kufanikiwa ikawe kazini kwako, mahali umeajiliwa, mahali unapoketi kwenye
kwenye kiti chako kazini kwako, hali ya kufanikiwa ikawe mahali pale, ukawe na amani katika kazi unayoifanya, ukawe na amani katika michakato ya kila siku unayoifanya. Bwana akaachilie hali ya kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, wewe mwenye miradi mbalimbali, Bwana achilie hali ya kufanikiwa kwenye mikono ya wafanyakazi uliowaweka kwenye hiyo miradi, kwenye biashara hiyo. Ninaombea wafanyakazi wako unaofanya biashara nao na miradi yako, ninaomba hali ya kufanikiwa ikawa mikononi mwao, ili chochote atakachokifanya iwe ni kama kwa Yusufu ndani ya nyumba ya Potifa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hali ya kufanikiwa isikuachie, hali ya kufanikiwa ikukumbatie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, wewe unayenisikia, hali ya kufanikiwa ya amani kwenye maisha yako ikawe ndani yako na watoto wako na nyumba yako. Hali ya amani, hali ya amani, ninaiita amani katika malango yake, ninaileta amani kwenye malango yako. Ukapokea amani mahali unapofanyia biashara na kazi zako, ukapokea amani nyumbani kwako, watoto wako wakawe na amani, wanapokuwa mashuleni wakatembee kwenye amani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, watoto wako watembea katika hali ya kufanikiwa, kukawe na amani kwa jina la Yesu. Amani kama lango la kufanikiwa watoto wako, na wewe ukafanikiwe sana, ukawe na amani katika ndoa yako, ukawe na amani katika uchumba wako, hali ya kufanikiwa kwenye uchumba wako, kwenye ndoa yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hali ya kufanikiwa ikawe ndani ya wako kwa jina la Yesu, ikawe ndani yako kwa jina la Yesu. Wewe uliolewa, hali ya kufanikiwa ikawe kwenye ndoa yako, ukawe na ushindi kwenye ndoa yako, wa makahaba wakaondoke kwenye ndoa yako katika jina la Yesu. Hali ya kufanikiwa ikawe kwenye uchumba wako, ukaende katika viwango vipya vya uchumba na kuelekea ndoa. Hali ya kufanikiwa ikakuvae leo, na hali ya ndoa yako na uchumba wako vikapata hali ya kufanikiwa. Baba, nakushukuru kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Watoto wako hawa, hali ya kufanikiwa inaenda kuwavaa kama vazi. Ninatangaza maisha yako yakavae hali ya kufanikiwa. Mahali ambapo hukujua unahitaji kufanikiwa, mafuta ya Roho Mtakatifu yaende na kukuscan, uende ukafanyiwe scanning. Mahali unapotakiwa kufanikiwa, mafuta ya mafanikio yakamiminike kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya siku ya 11 ya mfungo huu. Bwana, ikatengeneze historia ya mtoto wako huyu, akakae katika hali ya kufanikiwa, akakae katika hali ya baraka, akakae katika hali ya kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile hali ya kufanikiwa iliyowekwa mbali nawe irejeshwe ndani yako kama vazi, ukavalishwe vazi la kufanikiwa, vazi la kufanikiwa. Uvae wewe, watoto wako, familia yako na nyumba yako, ivae vazi la kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninaenda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu zinazoleta hali ya kutokufanikiwa. Ninaikemea roho chafu ya kuzimu inaonyanyuka na kuleta hali ya kutokufanikiwa, hali ya uzito wa mambo mbalimbali, hali ya uzito wa maombi, uzito wa kusoma neno, uzito wa kutafakari neno, hali ya kutokufanikiwa Lucifer anayoileta kupitia malaika zake wa giza. Ninawaondoa malaika wa giza ndani yako, ninaondoa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ninakuweka huru katika jina la Yesu. Hali ya kufanikiwa ikawe juu yako. Nguvu za giza zinazoleta hali ya kutokufanikiwa, zinazoleta magonjwa, zinazoleta hali ya kukosa amani, zinazoleta misukosuko ya kila aina kwa majina yake, ninazifuta hizo roho chafu. Hazitarejesha uharibifu huo tena kwako, na hazitarudi roho chafu kwenye malango yako, hazitakanyaga malango yako, hazitakanyaga biashara yako, hazitakanyaga kazi yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa maana ile hali ya kufanikiwa uliyoipoteza, wewe unayenisikia, ninaona inarejeshwa.
Ninaona katika ulimwengu wa roho kama unavalishwa vazi. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ninaona nguvu inakuvaa ya kukurejeshea hali ya kufanikiwa. Ninaona malango yako yakifanikiwa. Ninaona katika ulimwengu wa roho, ninaona kuna mambo yanatokea. Hali ya kutokufanikiwa iliyovaa maisha yako, miradi yako, biashara yako, afya yako, ninaona ile hali ya kutokufanikiwa inaondolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, utakapoiachilia sadaka yako, itaenda kutengeneza ulinzi kwenye malango yako. Yote niliyoyatamka katika maombi haya yanaenda kusimama kama agano la kufanikiwa kwako. Utaishika sadaka yako nzuri kwa Bwana, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema na siku njema. Amen.